Kwanza kabisa hapa mwisho, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati hii alizungumzia kuhusu masuala ya maegesho ambayo yanatumika kwenye open space hasa za baraste na maeneo ya Mlandege. Kama sitokosea, nadhani katika kuchangia namna gani tutaongeza mapato baraza la manispaa mjini, nikaileta hiyo idea na nashukuru imefanywa kazi, inaweza kusaidia katika njia moja ama nyingine ili kuongeza mapato. Lakini nilikuwa naomba sana kwa unyenyekevu mkubwa tuwatizame sana wa jamii ambayo wale watu ambao wanaishi katika eneo lile ambalo la eneo la wazi. Najua kama eneo la wazi na kwa liko ni la serikali na liko chini ya manispaa ya mjini, lakini tuwazingatie sana watu wanaoishi eneo lile, kwa sababu tukiangalia hata kwenye nchi za wenzetu wakichukua maeneo ya wazi, lakini wanawapa priority wakaazi wa mji ule, kwa sababu eneo lile pia hutumika wakazi wale kuweka gari zao ama kuingia nyumbani na kutoka, ama kupaki mtu kaingia kwa muda mchache, ama kulaza gari yake kwa usiku. Kwa hiyo naomba sana waheshimiwa, kama eneo lina nafasi za kulaza gari 45, basi zitolewe hata hesabu chache tu kwa ajili ya wakazi wa eneo lile. Lakini nikimalizia kabisa, nije kuhusu, nilikuwa naomba sana kamati ya mipango miji. Nimeona wamefanya ziara na wapongeza sana kwa ziara zao na imeonesha matunda manake kwenye ziara hizo. Lakini nilikuwa nawaomba sana waje wafanye ziara barabara ya kwa Haji Tumbo kuendea Biziredi. Barabara ile hupiti kwa miguu, hupiti kwa baskeli, wala hupiti kwa pikipiki. Wauza maduka wa barabara ile imekuwa ni kero. Vyombo vyote viko nje, mabeseni, mabakuli, lakini kama haitoshi, mwisho kabisa Biziredi carpet linapimwa, linatandikwa barabara nzima huku na huku. Alafu wanakuwa wakali, hawakupishi upite na wanataka umalize kazi yao ndipo ukuruhusu. Kwa hiyo naomba sana mje mfanyie kazi barabara ya kwa Haji Tumbo kuendea Biziredi.